Yes, habari. Sasa leo tutajifunza somo linalosema jinsi ya kufanikisha malengo yako haraka. Unajua malengo ndio kitu muhimu sana ambacho kinatakiwa kila mtu akizingatie, kwa sababu usipokuwa na malengo manake hutajua unapoelekea. Na usipojua unapoelekea manake utakuwa unaishi tu bila kujua unaishi kwa sababu gani. Malengo yanatusaidia kwanza kuchukua hatua, lakini pia na kutupa motisha ya kufanya kazi au kufanya mambo mbalimbali ambayo yatatusaidia sisi kuonekana tuna thamani au yanatufanya tuonekane tuna maana katika dunia hii. Kwa malengo yana umuhimu mkubwa sana katika maisha yetu ya kila siku. Sasa leo tutaenda kukuelekeza mbinu au siri za kuyafanikisha malengo yako kwa haraka zaidi. Na changamoto kubwa ya watu wengi hawajui jinsi ya kuweka malengo sahihi. Kwa hiyo kama na wewe pia una changamoto hiyo, basi nisikilize kwa makini kabisa kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa video hii. Lakini kama ni mara yako ya kwanza kujiunga na chaneli yetu ya Elikhan Mtz, karibu sana na usisahau kusubscribe. Hasa jambo la kwanza kabisa ambalo litakusaidia kutimiza au kufanikisha malengo yako kwa haraka ni kutumia mbinu ya SMART. Sasa SMART ni kifupi cha maneno matano ya Kiingereza ambayo ni specific, measurable, achievable, relevant na time bound. Sasa haya maneno matano ndio msingi mkubwa wa malengo yoyote, kwa sababu ili malengo yako yawe na sifa nzuri na yaweze kutimia lazima azingatie hizi kanuni tano. Hasa tutaanza na kanuni ya kwanza ambayo inaitwa specific au kwa lugha ya Kiswahili maalum. Sasa lengo lako lazima liwe maalum. Malengo mengi watu wengi wanayapanga yanakuwa hayako maalum. Anakuwa anaweka malengo kwa ujumla. Mtu anasema anataka pesa. Hilo sio lengo maalum. Natakuwa useme pesa kiasi gani. Yaani kwa mfano unataka kununua simu, useme nataka kununua simu. Hapo haujawa maalum. Lazima useme ni simu ya aina gani, kwa sababu simu zipo za aina nyingi. Kuna iPhone 16, 17, hata magari. Lazima useme gari la aina gani, kwa sababu kuna Range Rover, kuna BMW. Kwa lazima lengo lako liwe maalum, kwamba nataka kwenda kusoma na useme hiyo kozi unaenda kuisoma. Usipoweka lengo lako likawa maalum, manake hata dunia haiwezi kujua unachokitaka, kwa sababu duniani vitu vimejiandaa kulingana na vile unavyotaka wewe. Kwa usipojua unachokitaka, hata vile vitu ambavyo vipo duniani haviwezi kuja kwako. Na ndio maana hata kwenye ubongo wetu kuna sehemu ambayo inaitwa RAS, huwa inachuja taarifa zote ambazo tunazihitaji. Kwa mfano ukika lengo lako vizuri na likawa maalum, maana yake unaanza kuchuja zile taarifa ambazo zinaendana na lengo lako. Na ndio maana ukiingia hata kwenye mitandao ya kijamii, kwa mfano TikTok, ukawa unaangalia video fulani kwa muda mrefu, zile video ndio utakuwa unaletewa hizo. Kwa hiyo hata kwenye ubongo kuna sehemu hiyo kwamba ukishakuwa na kitu ambacho unakijua ambako uko nacho maalum, basi taarifa zitaanza kuja kulingana na kile kitu ulichokiweka. Sasa kwa hiyo lengo lako lazima liwe maalum. Usiseme kitu kwa ujumla. Lakini lengo lako pia linatakiwa liwe na sifa ya measurable, liwe linapimika. Huwezi ukasema tu nataka kununua simu ya iPhone 17 Pro Max. Lazima uweke sentensi ya kuonesha kwamba unaweza kulipima lengo lako. Lazima useme ndani ya miezi 6 kwa kuweka shilingi 200,000 kila mwezi. Sasa manake hapo sasa unaona kwamba kwa kila baada ya mwezi mmoja utakuwa unaangalia kwamba nimeweza kuweka 200,000. Kama hujaweka basi hapo huwezi kutimiza lengo lako. Yaani lengo lako lio na uwezo wa kupimika. Huwezi ukasema tu nataka kununua gari labda BMW. Lazima sasa uweke nafasi ya kuonesha kwamba linaweza kupimika, kwamba kwa kuweka kiasi fulani au kwa muda gani kwamba naweza kulitimiza kile kitu. Kwa hiyo katika huo muda utakuwa unajikagua sasa kwamba nimeweza kutimiza au sijatimiza. Lakini lengo lako lazima liwe achievable, linafikika. Usiweke malengo ambayo ya kufikirika. Yaani unataka kununua ndege afu kazi yako wewe ni ya mshahara 200,000. Pale ile lengo huwezi kulitimiza. Unaweka malengo kulingana na uhalisia wako. Angalia rasilimali zako, angalia muda unaweza kuutenga. Kwa mfano kama unataka kuweka lengo la kuandika kitabu kimoja chenye peji 200, alafu ukasema atakuwa anaandika kila siku peji 10 na ukaangalia kazi yako inakubana kabisa, hilo lengo haliwezi kutimia. Kwa lazima uweke lengo linaloendana na muda wako na rasilimali yako, kwamba uangalie naweza kweli nikatenga huu muda au naweza nikatenga hichi kiasi kila mwezi. Kama unataka kwenda kununua labda simu, kwamba naweza kutunza labda 500,000 kila mwezi kwenda kununua simu. Kama huwezi, basi hilo lengo unaweza kuongeza muda zaidi au ukaongeza kipato au ukatafuta namna nyingine ya kuongeza hela ili lengo lako likamilike. Lakini sifa nyingine ya lengo lazima liwe relevant, kwamba malengo yako ya muda mrefu ambayo unataka kuyafikia yawe yanaendana na lengo unalolifanya sasa hivi. Kama ni lengo lako la kupata uhuru wa kifedha baadaye, kwa kama sasa hivi una mpango wa kuwa naokoa kila baada ya mwezi, kuweka akiba, maana hilo ni lengo zuri. Kwamba
Lengo lazima unaoliweka liwe na sifa ya kuhusiana na malengo yako ya muda mrefu. Kila lengo ambalo halihusiani na malengo yako ya muda mrefu utachoka na utalifanyia kazi. Lakini lazima lengo lako liwe na time bond, yani lazima uweke deadline. Na hii kisaikolojia huwa ina athari pia, kwamba kitu kishawekea muda maalum, ukiwekea deadline, akili yako inakiona kama ni cha thamani. Kwa lengo lisipokuwa na muda maalum wa kulitimiza, maana yake utalipuuza. Na ndio maana watu wengi wanajiambia kwamba mimi nitanunua gari, lakini ukimuuliza utanunua lini, anakwambia nitanunuaga tu. Hilo ni lengo ambalo halina muda maalum. Kwa ubongo wetu waga unapendelea sana kujifariji na kupuuza vile vitu ambavyo havina muda maalum. Unapoweka muda maalum, maana yake hata ubongo wako unauambia kwamba hichi kitu ni cha thamani. Kwa kanuni ya kwanza kabisa ya kufanikisha malengo yako, lazima utumie mbinu ya SMART. Na mbinu ya SMART inakusaidia wewe kupanga malengo yako yakakaa vizuri kwa mpangilio mzuri wa kuyafanikisha. Sasa baada ya kupanga malengo yako kwa kutumia mbinu ya SMART, hatua inayofuata ni kugawanya malengo makubwa kuwa malengo madogo madogo. Unajua kawaida lengo lolote linapokuwa kubwa huwa linaweza kukutisha. Yani likakuchosha kabisa kiakili, au pia likakusababishia kugailisha hilo jambo ambalo tunaita ni procrastination. Lakini lile lengo ukiligawanya katika malengo madogo madogo unaweza kulifanikisha. Sasa huwa kuna msemo mmoja wa kujifunzia unasema hivi: unaweza kumaliza tembo kwa kumla, lakini kwa kumkata vipande vidogo vidogo. Lakini ukiambiwa wewe tembo umle kwa siku moja, huwezi kumaliza. Kwanza utaogopa kwamba tembo mkubwa nitamwezaje? Sasa hiyo huwa ni lugha ya kujifunzia, au ni mfano kujifunzia kwamba lengo lolote unaloliona likiwa kubwa, waga unaweza kukata tamaa au likakutisha, lakini kuligawa katika vipande vidogo vidogo una uwezo wa kulitimiza. Sasa njia nzuri ya kuligawa lengo lako kubwa kwenye vipande vidogo vidogo, inatakiwa uanze siku ya mwisho ya kutimiza lengo lako kurudi nyuma. Chukua mfano, labda lengo lako ni kupata milioni 1 kwa mwaka mmoja. Sasa angalia ile siku ambayo lengo lako litatimia, kurudi nyuma. Kwa mfano ni mwaka mmoja, jiulize sasa, kurudi nyuma kuanzia leo unatakiwa ufanye nini ili kutimiza lengo lako. Lakini pia ndani ya wiki utakuwa ufanye nini ili kutimiza lengo lako. Lakini pia ndani ya mwezi utakuwa ufanye nini ili kulitimiza lengo lako. Hiyo itakusaidia kuanza kuangalia hatua ndogo ndogo ambazo unatakiwa kuzifanya, kwamba kuanzia leo nitakuwa nifanye nini ili kutimiza lengo langu la kupata milioni 1 kwa mwaka. Baada ya wiki nitakuwa nimefanya nini ili kutimiza lengo langu la kupata milioni 1 kwa mwaka. Kwa mwezi nitakuwa nimefanya kitu gani ili lengo langu liweze kutimia. Kwa hiyo hii inakusaidia kugawanya malengo yako makubwa kwenye hatua ndogo ndogo. Yaani unaangalia lengo lako kubwa, afu unaangalia sasa kwamba lengo langu likitimia nitakuwa na kiasi fulani. Sasa unarudi nyuma kwamba kuanzia leo nitakuwa nifanye kitu gani ili kutimiza lengo langu. Alafu baada ya wiki nitakuwa nifanye nini, baada ya mwezi. Kwa hiyo ukienda hivyo utaona kwamba kuna hatua ndogo ndogo ambazo unatakiwa uzigawanye ili kufikia lile lengo. Ni sawa na mfano tu unaona kwamba tembo ukiambiwa umle mzima unaweza kusema si mwezi, lakini ukimgawa kidogo kidogo utajikuta tembo mzima unamaliza. Sasa kwenye mbinu ya kugawanya malengo makubwa kwenda malengo madogo madogo, huwa kuna wakati unashindwa kuanza. Na changamoto ya kuanza huwa ni changamoto kubwa kwa watu wengi. Sasa kuna mbinu ambayo inaweza kukusaidia kuanza lengo lako ambalo unaliona labda ni ngumu kuanza au unafikiria utaanzaje. Kuna mbinu inaitwa mbinu ya dakika 5, kwamba jambo lolote unataka kulifanya, jiambie utalifanya kwa dakika 5 tu. Hii waga ni brain trick, yani ni mchezo wa akili, kwamba unapoiambia akili yako kwamba utalifanya kwa dakika 5, utajikuta unapata hamasa ya kulifanya zaidi, kwamba unakuwa kama umeupa ubongo wako kwamba kuna hali baadaye ya utulivu, kama nitafanya kwa muda mfupi hapo baadaye nitapumzika. Sasa kinachotokea, ubongo wetu wako unapenda muendelezo. Unapofanya kwa dakika 5 utaendelea zaidi kufanya. Kwa mfano labda lengo lako ni kutunza afya yako na umejiwekea kwa unafanya mazoezi kila siku. Unaweza ukajiwekea tu kwamba nitakuwa leo nifanye mazoezi kwa dakika 5 tu, lakini sasa unapoenda kwenye uwanja na ukaanza kukimbia kwa dakika 5 unajikuta unaanza kuruka na kufanya push up na kufanya mazoezi mengine. Hiyo inakuwa ni brain trick, kwamba ubongo wetu unapendaga tu kwanza kuanza. Ukishaanza una gain momentum ya kuendelea. Ni sawa na pikipiki pale unapopiga kiki. Ukishapiga kiki tu kavuta moto, pikipiki inaanza safari. Kwa hiyo unaweza kutumia mbinu hii pia kama unataka kuanza jambo lolote ambalo unaliwazia au unalifikiria ambalo umeshaligawanya sasa kwenye hatua ndogo ndogo. Unawaza utaanza saa ngapi au utalifanya muda gani. Unaweza kujiambia kwamba kama ni issue ya ripoti, kwamba naenda tu kufanya hii ripoti kwa dakika 5 tu. Pale utakuwa sasa na akili yako kwamba akili yako itafurahi kwamba dakika 5 tu wewe nikafanya. Kwa hiyo hautafanya kwa dakika 5 na utajikuta unafanya zaidi ya vile, kwa sababu unakuwa umeshaanzisha jambo. Na ukishaanzisha jambo, bongo wetu unapenda muendelezo. Unakuwa umepata momentum, yani stamina ile ya kuendelea kufanya.
ubongo huwa unafurahia kitu kikishaanza kiendelee. Kwa hiyo unaweza kaitumia kwamba kama kuna jambo umeshaligawanya kwenye lengo lako na unawaza utalianzaje, tumia mbinu ya dakika 5. Kwamba jiambie tutalifanya kwa dakika 5, lakini kiukweli hautalifanya kwa dakika 5. Mfano, hata mimi natumia kwamba kuna somo labda nataka nilielezee na kuwa nawaza talianzaje, labda nimeweka pati ndogo. Nasema nitaelezea kwa dakika 5 tu, lakini unajikuta naelezea kwa muda mrefu zaidi kuliko dakika 5. Huo ni mchezo wa akili. Kwa hiyo utakao uitumia akili yako jinsi inavyotaka, alafu unaidanganya kupata kile unachokitaka wewe. Sasa baada ya kugawanya malengo yako makubwa kwenda kwenye malengo madogo madogo, sasa kuna jambo la muhimu la kuzingatia linalofuata ni kuondoa vikwazo. Unajua unaweza kuwa na malengo umeandika vizuri, yako wazi, umeyapangilia vizuri na ukagawanya vizuri, lakini kama kuna vikwazo viko mbele yako vinaweza kabisa vikazuia lengo lako lisitimie. Sasa kitu cha muhimu kabisa cha kuzingatia kwenye kuondoa vikwazo ambavyo vinaweza kuzuia malengo yako, cha kwanza kabisa, punguza muda na hizi digital platform. Kwa mfano mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook, TikTok, mara nyingi huwa inapoteza muda zaidi wa watu, kwa sababu wengi wanaingia lakini hawafanyi kitu ambacho kitawaletea faida baadaye. Na kuna baadhi wanatumia mitandao ya kijamii kupata faida, sijizungumzii hawa, lakini kuna wale ambao wanaingia tu kwa ajili ya kuscroll. Unakuta wanascroll asubuhi mpaka jioni. Hapo unajikuta unapoteza muda kwenye vitu ambavyo havikuingizii faida yoyote. Kwa hiyo punguza muda na hizi digital platform, kwa mfano simu, hii mitandao ya kijamii, lakini pia television. Punguza muda kukaa kwenye TV, unakuta mtu anaangalia season kuanzia asubuhi mpaka jioni. Hiyo itakupunguzia muda wewe wa kufanyia kazi mambo muhimu ambayo yatakupeleka kwenye kutimiza malengo yako. Sasa njia nzuri unaweza kupunguza kwenye simu vitu kama notification, lakini pia kama unafanya kazi ya muhimu kabisa unaweza kuweka simu pembeni, lakini pia ukaweka hata mfumo wa do not disturb. Na hiyo ni mzuri kwa sababu kama unafanya shughuli ya muhimu kama simu ikawa inaingia, utajikuta ile lengo huwezi kulitimiza kabisa. Kwa hiyo unaweza ukaweka do not disturb au kabisa ukaweka simu mbali, ukazima TV, ondoa vikwazo vyote, yani distractions za digital platform unatakiwa ziache. Lakini kuna wengine wale ambao mitandao ya kijamii ndio lengo lao. Kwa hiyo hao sitazungumzia, nazungumzia wale watu ambao wanaingia mitandao ya kijamii kwa ajili ya kujifurahisha tu. Hao wanaweza wakapoteza muda mwingi zaidi kwenye kutimiza malengo yao. Unajikuta muda baada ulitakiwa kuandika labda wazo la biashara au kuandika ripoti fulani au kuandika kitabu, unajikuta muda wote huko Instagram una scroll. Sasa ule muda wote kwa uzingatie, labda ulijiwekea kila siku uandike kitabu peji moja kwa masaa 3, unajikuta huo muda wote umeishia kwenye mitandao ya kijamii. Kwa punguza muda na hizi digital platform. Lakini pia tengeneza mazingira mazuri ya kusaidia wewe kutimiza malengo yako, sababu mazingira kama mabaya yanakuwa ni kwazo kabisa wewe cha kuzuia usipige hatua. Cha kwanza kabisa, mazingira yako ya kazi jitahidi yawe mazuri, na wewe mwenyewe jitahidi unajipangilia vizuri, kuanzia nguo zako, mavazi ya kwenda kazini yawe mazuri, lakini pia na maeneo ya kazi yawe mazuri. Hiyo itakupa motisha wa kufanya kazi. Lakini pia angalia mazingira ya watu wanaokuzunguka. Watu ambao wanakuzungumzia maneno ambayo ni magumu, ambayo hayawezekani, au wanakuambia maneno ambayo yanapishana na malengo yako, utakuwa ujitenge nao. Lakini pia unaweza kutafuta namna ya kupunguza mwingiliano na watu. Unaweza kuambia kwamba mimi kwa taratibu wangu kuanzia saa 3 nitakuwa nafanya kitu fulani, nitanitafuta labda kama kuna sababu ya msingi. Pale utakuwa umejitenga na haya mambo na utafanya kitu chako cha muhimu. Lakini jitenge na watu ambao wana mitazamo tofauti na malengo yako. Unapokuwa na kelele nyingi za watu, huyu anasema hivi na wewe mwingine anasema hivi, utajikuta uwezo ukafocus kwenye lengo lako. Kwa hiyo mazingira pia yana nafasi kubwa. Watu wanaokuzunguka wewe, jinsi wewe mwenyewe, mazingira yako ya kazi yana nafasi kubwa pia ya kuchochea wewe kufikia malengo au kurudisha nyuma. Lakini pia unaweza kutumia mbinu ya kupangilia muda wako vizuri, kwamba kuna muda kufanya kazi inaweza kuwa kikwazo. Ukaona kazi ni ngumu, huwezi kuifanya, lakini ukapangia muda wako vizuri kwamba nitafanya kazi masaa 2 alafu nitapumzika dakika 15. Hiyo itakusaidia kwanza ubongo wako uone kama haushurutishi sana, na ubongo mara nyingi huwa unachoka haraka sana pale unapokosa mapumziko. Hiyo itakupelekea kutokufocus kwenye lengo lako. Unapojiwekea kwamba atakuwa nafanya kazi kwa muda fulani afu tapumzika, kwanza ubongo wako unapata hamasa zaidi ya kufanya kazi yako, lakini pia unapunguza na kugailisha mambo. Kwa hiyo unaweza kupangia muda wako vizuri kwamba sasa hivi nitakuwa labda nafanya kazi fulani, alafu baada ya masaa 2 tapumzika dakika 15 ndio kuingia kwenye mitandao ya kijamii. Lakini usipokuwa na muda maalum ukaupangilia, utajikuta sasa unapata vikwazo na vinazuia kabisa wewe kufocus kwenye malengo yako.
Sasa mbinu inayofuata ambayo inaweza kukusaidia wewe kufanikisha malengo yako kwa haraka inaitwa kanuni ya Pareto. Sasa hii kanuni ya Pareto ilitengenezwa na Vilfredo Pareto ambaye alikuwa ni Muitalia, aliyekuwa ni mwanasaikolojia na mwanauchumi. Alisema kwamba 80% ya matokeo tunayopata yanatokana na juhudi za 20%. Kwa sasa kwenye mambo yetu ambayo tunayafanya, kuna vitu vidogo sana ambavyo tukivifanya vinaleta matokeo makubwa ya 80%. Sasa watu wengi huwa wanakazania mambo ambayo yana juhudi za 80% lakini matokeo yake ni 20%. Sasa hapo unatajikuta sasa unafocus na mambo ambayo hayawezi kukusaidia. Sasa hapa ili uelewe vizuri, mfano kwenye malengo yako kuna vitu vya muhimu ambavyo ukivifanya vitakuletea matokeo makubwa. Hivyo nitakuwa ndo uweke nguvu zako na akili yako na muda wako. Lakini kuna yale mambo ambayo hayana umuhimu, ambayo sasa watakuwa kabisa usiwekee nguvu yako, kwa sababu ukikazania yale mambo ambayo hayana umuhimu yatakuletea matokeo ya 20%, lakini ukazania yale mambo ambayo ni machache ambayo yana 20% yatakuja kuletea 80% kwa sababu yana umuhimu. Kwa hiyo njia nzuri ya kupangilia mambo yako kwa kupitia kanuni hii ya Pareto kwamba andika mambo yako yote ambayo unataka kuyafanya kuhusiana na malengo yako, alafu angalia mambo mawili au matatu ambayo ukiyafanya yatakuletea matokeo ya 80% ambayo yatakuletea matokeo makubwa. Alafu yale mambo ambayo hayana faida kubwa au hayatakuletea matokeo makubwa, jaribu kuwapatia watu wengine ili wakusaidia. Alafu wewe sasa ukomae na yale mambo ambayo yatakuletea matokeo makubwa. Hii kanuni ya Pareto unaweza kuitumia sehemu mbalimbali. Watu wengi wao wanakazania mambo ambayo hata hayana faida kubwa. Unakuta labda kwenye biashara, muuzaji anakazania labda ni vizuri kutengeneza biashara yake au bidhaa kuzipanga vizuri, lakini kumbe itakiwa yeye hiyo kazi atafute mtu mwingine, yeye akazania kutafuta masoko na kutangaza biashara. Kwamba yale mambo yatamletea faida kubwa kuliko yale mambo ambayo ni mengi yana faida ndogo. Hata pia kwa wanafunzi, kwa mfano unakuta mwanafunzi anakazania kusoma vitu vingi zaidi, lakini matokeo yake yanakuja kuleta 20%. Lakini kama angekazania vitu vya muhimu ambavyo mwalimu anavifundisha na kupitia maswali na zile handout za mwalimu ambazo zitakuja kumletea matokeo 80, yeye akazania hivyo. Kwa hiyo Pareto aligundua kwamba 80% nyingi ya matokeo ambayo tunayapata makubwa ni matokeo ya mambo machache ambayo tunayafanya ya muhimu. Kwa hiyo angalia kwenye malengo yako vitu gani vya muhimu vya kufanya. Alafu vile vitu ambavyo sio vya muhimu unaweza kutafuta mtu mwingine wa kusaidia, aidha mfanyakazi au mtu wa pembeni ambaye anaweza kukusaidia kufanikisha haya mambo mengine. Lakini wewe sasa yale ya muhimu utakoweka nguvu zako, akili yako na muda wako ili yakuletee matokeo makubwa. Sasa jambo la mwisho kabisa ambalo linaweza kukusaidia wewe kufanikisha malengo yako kwa haraka ni kujali mwili wako na afya yako ya akili. Unajua watu wengi huwa wanajitahidi sana kufanya kazi kwa bidii, lakini wanasahau sana kujali afya yao ya akili na mwili. Kwa sababu ngoja nikwambie tu kitu cha muhimu cha kuzingatia. Mwili wako unapokuwa na shida, maana yake huwezi kufanya kazi, na akili yako inapokuwa imepata changamoto huwezi kufanya kazi. Kwa hiyo sasa vitu vya muhimu vya kuzingatia pia katika kufanikisha malengo yako, lazima ujali pia mwili wako na akili yako. Sasa kuna mambo ya kuzingatia ya kujali akili yako. Cha kwanza kabisa, tenga muda wa kufanya meditation. Acha simu, acha mambo yote yenye distraction, nenda sehemu ya pembeni, au hata kwako tu asubuhi maamka, kunakuwa hamna kelele sana, au usiku wakati wa kulala, unaweza kutenga muda ambao hushiki kitu chochote, ukajaribu kumeditate. Kumeditate ni kutafakari, kufikiri mambo ambayo umeyafanikisha. Hiyo kwanza inakusaidia kutuliza akili yako na akili yako kwanza kuona kwamba una uwezo wa kufanikisha pia na mambo mengine. Lakini pia tengeneza mfumo wa kuandika mambo ambayo umeyafanikisha. Tengeneza mfumo wa shukrani. Kila siku andika mambo matatu ambayo umeyafanikisha. Hii kwanza inasaidia ubongo wako kupata uwezekano kwamba kuona kwamba yale mambo ambayo umeyafanikisha mwanzo unaweza kuyafanikisha tena na baadaye. Kwa hiyo inakutengenezea ujasiri na kukupa imani kwamba unaweza kupiga hatua na kufanikisha hata hayo malengo mengine. Kwa hiyo unaweza kuamua kwamba kwa siku unaweza kuandika mambo 5, lakini mimi nashauri mambo 3 mazuri kwa sababu ni machache. Ukiandika mambo mengi unaweza ukaona labda ni mengi uwezi kuandika, lakini kama una uwezo unaweza kuandika hata 5, lakini mambo 3 ni standard. Tengeneza mpango huo kuandika mambo 3 kwa siku, lakini tengeneza pia na muda wa kutafakari. Kaa peke yako, anza kutafakari mambo uliyofanikisha maisha yako. Inakusaidia pia kutuliza akili yako. Akili yako inakuwa kwenye utulivu na inatulia, kwa sababu tunakuwa na mambo mengi ambayo yanatuvuruga akili. Tunakutana na distraction nyingi au vikwazo mbalimbali vya watu na mazingira. Kwa hiyo usipata muda wa kutafakari au wa kufikiri,
akili yako itachoka na utashindwa kufocus vizuri. Lakini pia mpango wa shukrani ni muhimu sana. Kila siku tengeneza mpango wako kuandika shukrani ya vitu ambavyo umefanikisha. Lakini pia kwenye issue ya kujali afya ya mwili kuna mambo ya msingi ya kuzingatia. Cha kwanza kabisa, pata usingizi wa kutosha. Inashauriwa ulale kuanzia masaa 6 hadi 8. Hapo unakuwa umepumzisha ubongo wako, na ubongo kisha kuwa na utulivu unaweza kufanya kazi vizuri. Kwa hiyo jitahidi sana upate muda wa kupumzika, na ubongo unapopumzika unakuwa na uwezo wa kuchakata taarifa vizuri. Ni kama vile unapochaji simu yako, ndipo ubongo wako pale unapokuwa umepumzika, maana yake kama unauchaji, unaupa nguvu zaidi. Upe ubongo wako muda wa kupumzika. Lakini kitu kingine cha kujali afya ya mwili ni lishe na maji ya kutosha. Jitahidi sana kula vyakula ambavyo ni vizuri, ambavyo haviathiri afya yako ya mwili. Na vyakula vizuri ni vile vyenye mlo kamili. Epuka vyakula vyenye sukari nyingi, kwa sababu sukari kwanza inaharibu kumbukumbu, lakini pia inafanya uchakavu wa seli. Kwa hiyo ukiwa na afya mbovu, manake uwezo ukafanya kazi ili kutimiza malengo yako. Kwa hiyo jitahidi ule mlo kamili. Zingatia mlo kamili ambao umependekezwa. Mlo wako lazima uwe na protini, mboga za majani, lakini pia kunywa maji ya kutosha. Lakini jambo jingine la kuzingatia kwenye kujenga afya ya mwili ni kufanya mazoezi. Sasa mazoezi yana faida nyingi sana kwenye kujenga afya ya mwili. Cha kwanza kabisa, pale unapofanya mazoezi unazalisha kemikali inayoitwa endorphin. Hii endorphin ni kemikali ambayo inazalishwa pale mtu anapopata furaha. Sasa na unapofanya mazoezi unazalisha kemikali hiyo. Sasa huwa ina faida nyingi hiyo kemikali. Cha kwanza, inakupa hamasa, inakupa motisha, na hiyo pia inaweza kusaidia wewe kuanza siku yako kwa nguvu zaidi ili kwenda kutimiza malengo yako. Kwa hiyo unapoanza siku yako jitahidi utenge muda hata dakika 15 hadi 30, na ndio inashauriwa, ili kufanya mazoezi, kwa sababu yatakusaidia kwanza kukupa hamasa kuanza siku hiyo, lakini pia na kuyaendea malengo yako kwa nguvu zaidi. Kwa hiyo ukizingatia mambo haya 5 ambayo tumejifunza, unaweza kufanikisha malengo yako kwa haraka zaidi. Hebu niambie katika comment ni jambo gani ambalo umejifunza au umeelewa zaidi. Lakini kama una swali pia unaweza comment sehemu ya comment section, nami nitakufanulia vizuri. Asante sana kunisikiza kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Mimi naitwa Elikhan Mtz. Usahau kulike, kushare na kusubscribe. Hadi kwa wakati mwingine, nikutakie siku njema. Bye bye.